hapa tumebakisha muda mchache kwa ajili ya swala. Tungependa kuongea tu kwa ufupi sana aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba inapatikana katika sura Al-Imran. Sura ya Al-Imran ambayo kwamba anasema Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Aya hii iko na upande mbili, yani katika kuigawanya inagawanyika mara mbili. Ya kwanza ni amri, ya pili ni nahyi. Yani ya kwanza ni wa'tasimu bihablillah, yani shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu. Alafu hiyo ni amri, ni kama mtu vile akwambie nenda rudi, hiyo ni amri. Lakini sasa kipande cha pili ni nahi, wala tafarraqu, na wala msifarikiane, msitofautiane, na hadi mwisho. Kwa hivyo aya hii iko na upande mbili, lakini natija ni moja. Kando na kuwa iko na nahi, yani iko na amri na iko na makatazo, lakini natija yake ni moja. Yani akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa'tasimu, yani shikamaneni, natija yake nini? Ni umoja. Wala tafarraqu, na wala msifarakiane, natija yake ni moja. Yani kwa maanisha kwamba anataka tushikamane. Kwa hivyo natija ni moja, ni amri na ni nahi, lakini natija ni moja. Hiyo ni nukta ambayo kwamba tulikuwa tunaomba tuongee. Nukta nyingine ni kuwa katika hii aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha tuwe na umoja, maulama wetu na baadhi ya muhaqqiqin, wale ambao kwamba wanafanya tahqiq, wameweza kubainisha kwamba umoja huu ambaye kwamba inagusiwa hapa ni umoja aina gani, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaongea kuhusiana nayo, ni umoja aina gani? Kwa ajili naam, tunaweza sema ni umoja, lakini tukiingia ndani tunapata kuna umoja ambaye kwamba iko na maana tofauti na ile ambaye kwamba natija pengine inaweza kuwa inamaanisha. Katika aya hii inshallah taala tutaweza, katika umoja tutaweza kuigawanyisha mara tatu inshallah taala katika kikao hiki na katika muda huu, ingawaje muda unatupa kisogo na sisi tunaipa mgongo. Muda unatupa kisogo na sisi tunaipa mgongo. Wazungu wanasema I scratch your back and you scratch my back and I scratch yours, sindio? Jahid. Kwa hivyo ya kwanza kabisa ni umoja ambaye kwamba pengine tunaweza kuwa na ihtimal katika aya hii, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamaanisha katika aya hii ni umoja ina gani. Tukuje katika ihtimal, yani katika matarajio ya umoja ambayo kwamba lau tutakaposimama kule nje na tuseme wa'tasimu bihablillah, na fungamane na shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka tuwe kitu kimoja. Sasa hii umoja ni aina gani? Ya kwanza kabisa tuna
muhaqiqun wanasema, kuna mmoja mulama anasema kwamba kuna alwahda bil ijbar, yani umoja, lakini umoja ule inasababishwa na kulazimishwa, yani kwamba tutakuwa ni kitu kimoja, lakini ni kwa ajili tunalazimishwa kwa kitu kimoja, ambaye kwamba hatuna khiari ndani yake. Na hii imetokea katika historia, alwahdatu bil ijbar. Tutaleta mfano, mathalan wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofariki, nakumbuka wakati ambapo kwamba alipofariki, na katika historia imethibitisha kwamba ambaye kwamba atataka kurejelea maneno haya aende katika kitabu cha Al-Bidaya wa Nihaya, kama sijakosea juzi ya 7 au juzi ya 6, alafu katika kitabu cha Tarikhul Yaqubi kama sijakosea juzi ya 2, atapata maneno haya ambayo kwamba tunayasema kwamba wakati ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofariki, Imam Ali alikuwa anashughulikia Mtume, amebaki na Mtume, anamshughulikia, kumkosha, kumvisha sanda na vitu kama vile. Lakini wengine wakaenda wapi? Saqifa. Walipoenda Saqifa wakaanza kuchaguana, na baada ya kuchaguana wakakuja na natija kwamba khalifa wa kwanza atakuwa ni Abu Bakar. Sasa baada ya kuchaguliwa, ikawa kuna wale ambao kwamba hawakukuwa katika bai'a. Tarehe inathibitisha hilo, hawakukuwa katika bai'a. Baadaye yule ambaye kwamba aliyechaguliwa kwamba ndo kiongozi, ndo khalifa, ikatoka amri kwamba wafatwe wale ambao kwamba hawajatoa bai'a, ambaye kwamba miongoni mwao ni nani? Ni Mama Ali na wale wafuasi wake wachache. Kwa hivyo wakalazimishwa ama hawakulazimishwa? Walilazimishwa. Na pia kuna watu wengine ambao kwamba Waislamu wengine pia hawakutoa bai'a, lakini ilibidi wafanye nini? Wakubali na wabaki kuwa chini ya bendera ya nani? Ya khalifa nani? Ya Khalifa Abu Bakar. Sasa ile umoja ambao kwamba walikuwa nayo inaitwa alwahdatu bil ijbar, yani umoja lakini ya kufanya nini? Ya kulazimishwa, inaitwa alwahdatu bil ijbar. Kwa hivyo tukirudi katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaona kuna wale washaanza kuhesabu shamba juu, shamba chini, shamba juu, shamba chini. Tumsalieni Mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Shamba zishaanza kuhesabiwa ndugu zangu, na bado hajamaliza swala ya dhuhuri. Tukimaliza swala ya dhuhuri tutakuwa tunahesabu nini? Iko sasa hizi shamba baada ya swala ya dhuhuri itakuwa nini? Itakuwa ni milima, si ndio? Inshallah tusubiria nini inshallah. Sasa tukitakaporudi katika wahda ya kwanza, yani umoja ya alwahdatu bil ijbar, tutakaporudi katika aya tuseme Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'tasimu bihablillah, alafu tu apply hii alwahdatu bil ijbar. Mwenyezi Mungu anataka tuwe na umoja ya kulazimishwa au hataki? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki, anataka tuwe na uhuru, sio? Hiyo ni ya kwanza. Kwa hivyo hii alwahdatu bil ijbar haiko katika aya, sio maana ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya nini? Anamaanisha. Tumesema hii alwahda iko na maana 3, ambayo kama ndugu zangu ni muhimu sana wakati unaposikia mtu anapoongea kuhusiana na umoja, ni lazima umuulize, wewe kama wewe unamaanisha umoja aina gani?
ni lazima akubainishie ni umoja ina gani ndio kwamba anamaanisha. Ya pili ambayo kwamba tunatarajia inaitwa alwahdatu siyasiyya altalfiqiyya baina almadhahibi. Tutaeleza na tutasherehesha hii alwahdatu siyasiyya altalfiqiyya. Ni kwamba madhehebu mbalimbali iwe inashirikiana katika nukta fulani na inatofautiana katika nukta fulani. Yaani tunashirikiana pale ambapo kwamba tunakutana na tuna ikhtilafiana sehemu ambapo kwamba tunafanya nini? Sehemu ambapo kwamba hatukutani. Sasa sehemu ambapo kwamba tunakutana ndio hii nukta ya pili. Ndio hii nukta ya pili. Ambaye kwamba lau tutakapochukua mfano dhehebu la kwanza, dhehebu la pili, dhehebu la tatu, dhehebu la nne, kwamba sisi sote tushirikiane sehemu fulani. Pengine dhehebu ya kwanza, dhehebu namba 1 namba 2 inashirikiana kwa nukta fulani, lakini dhehebu namba 3 namba 4 hawashirikiani na dhehebu ya kwanza, ambapo kwamba hii pia sio madhumuni ya aya. Kwa hivyo alwahda, umoja ya kwanza ambaye kwamba tumetaja na umoja wa pili ambaye kwamba tumetaja haiambatani na madhumuni ya aya. Tunafanya tu kwa kulasa kwa ajili ya muda. Lakini ya tatu ambaye kwamba inshallah ndiyo sehemu ambayo kwamba inakubaliana nayo ni ile alwahdatu siyasiyya maa hifdhi alhurriyat aliqlimiyya walmadhhabiyya. Ni ile umoja ambao kwamba inapatia kila kanda uhuru wake na kila dhehebu inaipatia nini? Uhuru wake. Yaani kila kanda wako na uhuru wao na kila dhehebu iko na uhuru wao, wakati ambao kwamba sisi tuko pamoja. Ambaye kwamba hii ya tatu ndiyo madhumuni ya aya. Yaani wa'tasimu bihablillah, na mshikamane na kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshikamane na hiyo kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pamoja na kuhifadhi haki za wengine. Sio kuvunja haki za wengine, sio kuvunja haki ya watu fulani. Na ndio maana katika miongoni mwa desturi ya madhhabi Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam ni jukumu la mfuasi yeyote wa madhehebu ya Ahlul Bayt kuhifadhi haki ya mwenzake. Na ndio maana hata tunaona katika baadhi ya nchi hata haki ya wale ambao kwamba sio Waislamu wanahifadhiwa. Hata haki ya wale ambao kwamba sio dhehebu la madhhabi Ahlul Bayt inahifadhiwa. Hiyo ndio wahda na hiyo ndio moja. Inshallah kufikia hapa tumebakisha karatasi 4 ambayo kwamba tulikuwa tumeandaa, na tunaona ya samata Sheikh muda umetupa kisogo. Sasa inshallah tunaomba katika hii mukaddima, katika haya mambo matatu inshallah tunaweza simama leo, alafu wiki ijayo inshallah ikiwa mashekhi wataturuhusu tutaendelea na hii mada, maana tuna karatasi hizi ambazo kwamba bado hatujaninia, ambapo kwamba ni karibu safha 6 pages 6 hivi inshallah, ambapo kwamba haijakamilika. Kwa inshallah katika natija tuko na Maulana Sheikh Jafar vile alivyosema, inshallah tume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.